Jeshi la Ukraine kwa sasa linaunganisha vikosi vyake katika mkoa wa Kharkiv na kupeleka mizinga kwenye mstari wa mbele wa kivita kupambana vikosi vya Urusi. Ripoti zinaonyesha kuwepo kwa mamluki kutoka Poland, Georgia na mataifa mbalimbali ya Amerika Kusini. Kulingana na huduma vyombo vya habari vya utawala wa kijeshi na raia wa mkoa wa Kharkiv imeeleza. Vikosi vya Ukraine vinaongeza nguvu zake karibu na mstari wa ushiriki katika mkoa wa Kharkiv. Taarifa hiyo imesomeka hivyo kuhusu Ukraine kuongeza idadi kubwa wanajeshi huko mkoani Kharkiv ama Kharkov kwa Ukraine, ambako pia imepeleka mizinga pamoja na wanajeshi wa kigeni katika eneo hilo. Habari zilizothibitishwa zinaonyesha mkusanyiko wa uimarishaji wa ziada, ikiwa ni pamoja na mizinga na silaha za kujitegemea katika jumuiya ya mijini ya Zorochevi ndani ya wilaya ya Bogodukovi. Miongoni mwa uimarishaji huu ni mamluki wa kigeni, raia wa Poland, Georgia na nchi kadhaa za Amerika ya Kusini. Ripoti hiyo pia inaangazia kuongezeka kwa vifaa vya risasi kwenye eneo hilo na akiba iliyohifadhiwa kwenye vifaa vya viwandani. Usafirishaji huu usafirishwa kutoka magharibi mwa Ukraine kupitia kituo cha gari moshi huko Degachi, mji ulio katika mkoa wa Kharkiv. Ukraine pia imetangaza kuimarisha jeshi lake ili kuendelea kukabiliana na Urusi. Ukraine itajikita katika kuimarisha jeshi lake kupitia uhamasishaji bora zaidi, uajiri na mafunzo ya hali ya juu, huku ikiendelea kupinga uvamizi kamili wa Urusi. Kamanda mkuu wa Ukraine anayefahamika kama Oleksandr Syrskyi amesema hivyo Disemba 8 kufuatia mkutano wa hivi karibuni wa wanajeshi. Mabadiliko hayo yanakuja huku kukiwa na kuongezeka kwa dharau kwa uongozi wa kijeshi wa Ukraine wakati wa mashambulizi ya Urusi yanayoendelea, huku nchi hiyo pia ikikabiliwa na uhamasishaji na uhaba wa wafanyakazi katika mstari wa mbele wa kivita katika mwaka wa 4 wa vita vikali. Adui, yani Urusi, anaendelea kusonga mbele, kwa hivyo hakuna chaguo ila kuimarisha ulinzi na kuimarisha jeshi letu ili kuendelea kuzima uchokozi kamili wa Urusi, Syrskyi amechapisha hivyo kwenye jukwaa la kijamii la Facebook. Juhudi hizo mpya zinalenga kurekebisha utayarishaji wa wanajeshi kwa kuboresha muundo na masharti ya mafunzo ya kijeshi. Miongoni mwa mabadiliko muhimu jeshi ni kuongeza muda wa mafunzo ya kijeshi ya msingi BGMT hadi siku 51 na kuanzisha maelekezo maalum na kipindi cha kukabiliana na hali katika vitengo vya mapigano. Hatua za ziada ni pamoja na kuboresha uteuzi na mafunzo ya wakufunzi, kuboresha miundombinu ya kituo cha mafunzo na kutoa usaidizi wa kukabiliana na hali ya kisaikolojia na kimbinu kwa wafanyakazi wapya waliohamasishwa. Ukaguzi wa vituo vya mafunzo kote Ukraine ulibainisha vifaa vinavyofanya kazi vyema ambavyo vitatumika kama vigezo vya vitengo vingine ili kuongeza usalama na kuhakikisha mafunzo thabiti. Jeshi linahamisha programu mbali na maeneo ya mstari wa mbele, likiweka vikosi vya jeshi kwenye uwanja wa mafunzo katikati na magharibi mwa Ukraine. Syrskyi pia alitoa wito wa kuboreshwa kwa haraka kwa miundombinu ya ulinzi, akitaja hali zisizoridhisha katika baadhi ya vituo vya mafunzo. Hakuna haki ya kuzembea na usalama wa wanajeshi wao, ila ametoa maagizo yanayofaa kushughulikia matatizo yaliyotambuliwa. Kamanda mkuu wa Ukraine aliweza kusema hivyo. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii fupi. Pia taarifa zaidi zinaendelea kufuatia hapo baadaye. Endelea kusalia pamoja nasi kila siku na kila wakati kwa taarifa zote kitaifa na kimataifa.